Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi unatufuatilia katika chaneli yetu ya Nuru Al-Islamia, tunakutaka wewe ujifunze Qur'ani chapchapu kwa kidogo kidogo, lakini chapchapu. Unaona ni kidogo kidogo, utaona kama ni ucheza, lakini huu tumekuandalia kwa sababu ili uweze kushika aya moja moja au aya mbili mbili, ili uweze kuikamata tafsiri ya Qur'an. Wanasema Swahili, kidogo kidogo ndiyo mwendo. Sasa tuko katika, nakumbuka tumemalizia episodi yetu ya 4, leo tuna episodi yetu ya 5, kama sikosei ni episodi yetu ya 5. Kwa hiyo inshallah leo tunaendelea na Qur'ani ya tafsiri, muendelezo wetu katika suratul Baqara, sura ya 2. Hapo ulipo fungua msahafu wako katika suratul Baqara. Kama unaona huu ni msahafu, tumekaa maalum kwa ajili ya kufundishana. Hatufanyi ucheza, tunafundishana Qur'ani tafsiri, kwa sababu kitu cha mwanzo mtu anachotakiwa ajifundishe ni Qur'an. Hichi ni kitu muhimu. Qur'ani ndiyo kitu cha mwanzo, msingi wa mwanzo ambao mtu anatakiwa ujue ni Qur'ani. Lakini baada ya hapo akishajifunza Qur'ani, anatafuta vitabu vya swala, vya nini, vya swala, yani fiqh. Kwa hiyo hapa leo tunaendeleza Qur'ani yetu katika aya ya 7. Aya ya 7 inasema, maana nyuma tulimalizia innal ladhina kafaru, hakika ya wale waliokufuru, sawaun alaihim, ni sawasawa juu yao, andhartahum, ukiwaonya, am lam tunzirhum, au usiwaonye, la yu'minuna, hawaamini. Yani hawaamini, hawawi ni wenye kuamini. Sasa aya ya leo tunaondokea inasema, khatamallahu ala qulubihim. Kwa nini wasiamini? Wana sababu gani wasiamini? Khatamallahu ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao. Manake Mwenyezi Mungu ameweka kizuizi. Kuna kizuizi maalumu ambacho Allah amekiweka, hata ukawakumbusha vipi hawakumbushiki yao. Kwa hiyo khatamallahu ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao. Yani ala qulubihim, juu ya nyoyo zao, wa ala sam'ihim, na juu ya masikio yao. Ndani ya masikio kuna kitu gani? Ndani ya nyoyo kuna kitu gani ikawa hawaamini? Wa ala absarihim, na juu ya macho yao, na katika macho yao kwa nini hawaoni? Manake hata ukiwaambia jamani, hili haramu, hili baya, huko usiende, hawaoni. Ghishawa, wameshaikwa vizibo, yani kuna mapazia. Ghishawa, kuna vizuizi, vizibo, wameshaikwa vizibo maalum. Wala huma adhabun adhim, na watapata adhabu iliyokubwa. Adhabu iliyokubwa, moja katika adhabu ya Allah ni moto. Ndio adhabu kubwa, kwa sababu hakuna mtu yoyote anaweza kuvumilia na moto. Hiyo ndiyo adhabu kubwa. Alafu baada ya adhabu ya moto kuna adhabu ndogo ndogo, si ndogo lakini ni kubwa, lakini nazo ni adhabu ambazo zimechanganyika. Ndani ya moto kuna nyoka, ndani ya moto kuna nge, ndani ya moto kuna kila aina. Kuna malaika ambao wataamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, khudhuhu fakulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin daruha 70 dhira'an fasluku, mchukueni mumtupe katika moto huyo, tena mtieni minyororo. Kwa hiyo hizo ni adhabu ambazo ameandaliwa kafiri atakayekufuru aya za Mwenyezi Mungu, atakayekufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao, wa ala sam'ihim, na juu ya usikivu wao, wa ala absarihim, na juu ya macho yao. Ghishawa, wamewekewa vizibo. Wala hum adhabun adhim, na watapata adhabu iliyokubwa. Wala hum, wana wao, adhabun adhim, adhabu iliyokubwa. Narudia tena, khatamallahu ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu. Khatamallahu, ameshapiga chapa Mwenyezi Mungu. Chapa hiyo Mwenyezi Mungu ameshawaekea. Yani khatamallahu ala qulubihim,
ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu ala qulubihim, juu ya nyoyo zao, wala sam'ihim, na juu ya masikio yao, wala absarihim, na juu ya macho yao, ghishawa, wamewekewa vizibo, wala hum adhabun adhim, watapata adhabu ile kubwa. Hiyo ghishawa, wamewekewa vizibo, maana yake wametiwa uziwi, hao ni viziwi, wametiwa viziwi, wamewekewa pazia, hawaoni. Khatamallahu ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao, wa ala sam'ihim, na juu ya masikio yao, wa ala absarihim, na juu ya macho yao, ghishawa, wamewekewa vizibo, wala hum adhabun adhim, watapata adhabu iliyo kubwa. Hiyo ni aya ya 7 katika suratul Baqara. Ifungue msafu wako, uangalie hapo vizuri. Ukisikiza klipu hii, basi hiyo aya naamini inshallah utajifunza. Inshallah usiache kutufuatilia kwa kusubscribe na kucomment na kushare. Subscribe, bonyeza neno limeandikwa subscribe, halafu bonyeza alama ya kengele. Lakini vile vile usiache kushare, kumpa mwenzako na yeye akapata kujifunza. Mpendelee mwenzako yale unayopenda katika nafsi yako. Hiba linnas ma tuhibbu linafsika, mpendelee mwenzako yale ambayo unayopenda katika nafsi yako. Ndugu yangu Muislam, rafiki yako karibu, mpe taarifa hii, mpelekee linki hii, ili na yeye awe ni mwenye kujiunga darasa hili la kidogo kidogo, ili na yeye awe ni mwenye kujifundisha Qur'an. Qur'an nuru ala nur, Qur'an nuru ala nur. Nahnu shababul Qur'ani, nahnu ibadur rahmani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.